Ni wakati ambao Simba wanakwenda kushiriki mechi yao ya tatu katika upande wa kundi lao, kundi D, kundi ambalo Simba kwa sasa wanaburuza mkia wakiwa wanashikilia nafasi ya mwisho. Ni wakati ambao mnyama mwituni, watu wengi tayari wameanza kuikatia tamaa timu hiyo, lakini Simba kimataifa ni moja ya timu ambayo haikatiwi tamaa katika ufanisi na ubora wa kile ambacho amekuwa akifanya mara zote, na rekodi ambazo tumetazama zikiwa zinaonekana katika nafasi hiyo. Mnyama mwituni amedhamiria haswa kuhakikisha kama timu yake inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu, kwa timu yake inarejea katika sehemu ya ubora mkubwa zaidi. Leo hii Simba yuko mzigoni dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo ambao unaanza toka majira saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni sawa na saa 11 kamili jioni kwa saa za pale nchini Tunisia, mchezo ambao utakwenda kupigwa katika uwanja wa Hamad Stadium, uwanja ambao unapatikana katika mji wa Tunis. Kuelekea katika mchezo huo, kikosi cha Simba tayari kimejiandaa katika ufanisi, ubora, uweredi, mipango kuhakikisha kama timu yao inakuwa katika mentality ya hali ya juu na kwenda kuzipata alama tatu. Kumbuka Simba kama wanashinda mechi automatically wanakutoka katika nafasi ya mwisho na kwenda katika nafasi ya tatu. Hii itawatengenezea mentality ya hali ya juu kuelekea pia katika mechi yao ya marudiano mnamo tarehe 30, Simba akiwa nyumbani zaidi, pia akihitaji kufanya vizuri katika uwanja wa Stadio di Benjamin Mkapa. Lakini kama Simba anapoteza mchezo huu, basi matumaini yatakuwa ni madogo na yatakuwa yanapungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu moja ya mchezo ambao anatarajia kufanya vizuri na anaamini kwamba unaweza kumtengenezea mentality ya hali ya juu katika ubora wake ni mchezo huu, upendo wake akicheza dhidi ya Esperance de Tunis. Coach Steve Barker anaingia kwenye mchezo huu pasipokuwa na unyonge, wakati ambao amepata baadhi ya wachezaji wapya kwenye kikosi chake, na anaamini ya kwamba pia kuna kitu cha ziada ambacho anakwenda kugain na kuongeza pia katika nafasi yake. Namna ambavyo timu yake imekuwa katika ubora wa hali ya juu ni moja ya mambo makubwa na mengi ambayo unastahili kuyajua na kuyapata pia kutokea katika upande huo kwa miamba hii ya Kariakoo, kwa maana ya wekundu hao wa Simba katika kile ambacho amefanya na mengi makubwa ambayo wamezidi kuyafanya katika upande wa timu yao. Imeongeza wachezaji watano ambao tutakwenda kutazama katika mchezo huu, wakiwa ni moja ya nyota ambao wanakwenda kuifanya pia timu kwa katika top class na top performance ya hali ya juu. Nyota watano wameongezeka katika upande huo ili kuongeza kitu cha ziada ndani ya Simba Sports Club. So tutakwenda kutazama mchezo huu ukiwa ni moja ya mchezo wa kuvutia, mchezo ambao Simba wanayo kila nafasi ya kuweza kufanya makubwa na kutimiza mengi ambayo wamejiwekea katika nafasi hiyo. Probably Simba watakuwa na mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, wakiingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini kwamba wana uwezo wa kuifanya timu kwa imara zaidi. Goalkeeper atakuwa ni Mahmoud Tanja Jibril Kasar ndiye atakuwa golini. Beki namba 2 Shomari Kapombe. 3 ataanza Anthony Mrigo. 4 ni Shabu upande wa mwamba ambaye amechukua nafasi ya Shamu kwa maana ya Ismail Olivier Tour. Then 5 ni Roshan Dalok. 6 ni Yusuf Kagoma. Then nambari 7 anacheza Ribase Guye. 8 yupo Nabi Kamara, wakati 9 ni Jonathan Soa, na 10 akicheza mwamba kweli kweli Krotus Chota Chama Triple C, na 11 akiwa anamaliza Volcano Eri Mpanzu akiwa ndiye anahitimisha idadi ya nyota 11 ambao wanakwenda kushuka mzigoni katika upande wa saa 1 kamili usiku. Ndio wakati ambao mchezo unakwenda kupigwa. Tathmini ya kina, Simba wanahitaji kupata matokeo ya ushindi, basi ikiwa mbaya waweze kupata sare ili michezo mitatu iliyosalia, ikiwa mchezo ambao atakwenda kurudiana na hawa Esperance de Tunis, waanze kulipana na kuweza kupata ushindi katika michezo yote mitatu ili kufikisha idadi ya alama 10. Lakini matokeo mazuri sana kwa Simba ni warao kuweza kupata ushindi katika mchezo huu. Upande wako unaozungumza vipi mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis? Kikubwa pia nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina zaidi.